mashambulizi ya adui ibilisi yamejielekeza kwenye neno la Mungu. Yaani kulipora neno la Mungu nguvu zake ndani ya watu. Lakini hajaishia hapo. Anaenda kulilevo, kulifanya kuwa neno la Mungu katika fahamu za wanadamu lionekane kuwa sawa kinguvu na kiuwezo na kimatokeo na neno la kawaida la mwanadamu. Niongeze kwa kusema jambo lifuatalo. Adui mkubwa wa neno la Mungu katika siku za mwisho ni kitu tunakiita Romanism. Romanism au ile spirit of papacy ni ile hali ya mtu mwanadamu na kauli zake kujifanya yuko juu ya kauli ya Mungu. Sentesi ya mwanadamu mmoja mkubwa aliyejipa utawala wa kiserikali au wa kikanisa au wa kawaida tu kwake, au mchungaji au mwinjilisti au nabii au mwonaji, kauli yake haifanye kuwa bora na kubwa kuliko neno la Mungu. Lakini adui wa pili, ambaye adui huyu ni adui hatari sana wa neno la Mungu, ni kitu tunakiita rationalism. Rationalism ni hali ya kulisawazisha neno la Mungu, kulifanya kuwa la kawaida, kulifanya kuwa kama nadharia. Ndio maana unasikia mtu anasema mimi nafikiri hapa ilikuwa hivi, ndio maana anasema pamoja na hivi lakini mimi ninaona, pamoja na Biblia imesema lakini nafikiri. Yaani kulifanya kuwa neno la Bwana kuwa la kawaida. Katika somo la leo tunakwenda kuangalia nguvu, uweza, power iliyomo ndani ya neno la Mungu dhidi ya udhaifu na ushindwaji wa kauli za kibinadamu. Katika somo la leo tunakwenda kuangalia maeneo takriban 6. Na eneo la 6 lina vipengele vitatu. Vipengele hivi vitatu ni yale mambo ya msingi ambayo neno la Mungu linaweza kukufanyia ikiwa utaliamini. Nikukaribishe mpendwa, kabla hatujaanza kudadavua mambo yetu haya makubwa ya kutafakari katika somo la leo ya nguvu iliyomo ndani ya neno la Mungu, na ukaielewa na ikaleta matokeo makubwa sana kwenye maisha yako, kwanza tuombe. Asante Mfalme wa wafalme kwa zawadi ya neno. Na ninakushukuru kwa ajili ya huyu mtoto wako na ndugu yangu ambaye umeruhusu mimi niweze kutumika kumsogezea habari hizi njema. Kama kuna chochote kati yake mimi na yeye ambacho kinaweza kuwa ni kikwazo cha yeye kupokea habari hii uliyoiandaa leo, Mungu ninakuomba ukiondoe. Fungua masikio yake, fungua fahamu zake, fungua uweza wake, na neno la leo likawa ni baraka kubwa katika maisha yake. Kwa jina la Yesu, amen. Fungua kitabu cha Isaya 55. Tunasoma mstari wa 10 na 11. Isaya 55 mstari wa 10 na wa 11 ndio msingi wa kile ambacho tunakwenda kujifunza, kile ambacho Mungu amepanga tujifunze katika siku ya leo. Neno la Mungu linasema hivi: maana kama vile mvua ishukavyo na theluji kutoka mbinguni, wala hairudi huko, bali huinyeshea ardhi na kuizalisha na kuichipuza, ikampa mtu apandaye mbegu na mtu alaye chakula. 11, sikiliza vizuri. Anasema ndivyo litakavyokuwa neno langu litokalo katika kinywa changu, halitanirudia bure, bali litatimiza mapenzi yangu, nalo litafanikiwa katika mambo yale niliyoyatuma. Hizi mistari miwili hizi zinatuingiza katika mjadala wa msingi sana, mjadala wa muhimu katika kurevive, katika kufanya restoration, katika kufanya urudishwaji wa nguvu na uelewa wa kutosha wa neno la Mungu katika maisha yako na maisha yangu.
yako mambo 6 ambayo ni sehemu ya ushereheshwaji, ambao ni sehemu ya ufafanuzi wa mstari huu ambao Mungu ametupa katika siku ya leo. Jambo la kwanza la kujifunza katika neno la leo, ametoa mfano ya kwamba kama vile mvua ishukavyo na umande vinapoanguka katika ardhi, vinafanya zile mbegu zilizoanguka katika ardhi zikaota, ndivyo litakavyokuwa neno la Mungu. Yaani neno la Mungu likishuka mahali ndani ya moyo wa mtu akalipokea. Nataka unielewe vizuri asili ya neno la Mungu. Likishuka kwenye moyo wako ukalipokea, ukaufungua moyo wako, likaingia mahali hapo, ni kama vile ambavyo katika msitu wa Amazon katika kipindi cha ukame ambavyo mvua inaposhuka, ile mvua inasababisha mimea iliyonyauka inaanza kustawi. Mahali pakavu panakuwa na mazao yanatoka. Na kama vile umande, wakati kule kusinyaa kunageuka kunakuwa kustawi. Na ndivyo ambavyo lilivyo neno la Mungu katika maisha ya mwanadamu. Mtu yeyote anapoamua kulipokea neno la Mungu kwa makusudi ndani ya moyo wake, linao uwezo wa kugeuza maisha tasa yakawa ni maisha yenye kuzaa matunda. Neno hili la kawaida kabisa kwa mtazamo wa macho na kimaelezo, ndani yake linafananishwa na mvua ambayo inanyesha mahali pakavu. Linao uwezo wa kuleta unyevunyevu mahali pakavu. Linalo uwezo wa kuleta unyevunyevu katika maisha yaliyofubaa. Neno hili la Mungu linalo uwezo wa kutoa kusinyasinya. Yaani ardhi iliyokosa maji inakera hata kuiangalia. Neno la Mungu linapomea kwenye ardhi ya maisha yako, linakufanya hata kama ulikuwa umefubaa unang'aa na unakuwa wa kutamanika na wa kuonekana. Neno la Mungu lina uwezo kugeuza hali ya uzubaifu ndani ya maisha yako na kukufanya kuwa mtu uliyechangamka. Neno la Mungu linaondoa ukame kwenye maisha na kufanya maisha yakawa ni maisha yenye kustawi, yenye matunda, yenye rutuba. Sasa neno la Mungu ni neno lenye uwezo wa kuleta matokeo pasipo na matokeo. Kwa mfano wa kwanza tumepewa mfano wa mvua. Lakini jambo la pili la kujifunza katika neno tulilolisoma siku ya leo ni kwamba neno la Mungu kwa lenyewe ndio linalotimiza makusudi yake. Yaani badala ya kusema baada ya kuwa mtu amesoma neno la Mungu alafu akasema baada ya kuwa nimesoma neno basi nitafanya hivi, au nasema kuanzia leo lazima nifanye hivi. Baada ya kuwa umesoma neno la Mungu, Biblia inasema sio wewe utakayefanya. Neno hili lenyewe lina uwezo kwa mtu aliyelipokea kwa imani, lenyewe linafanya mambo kwenye maisha yake, maisha huyo mtu aliyepokea, bila yeye kutoa mchango wake wowote isipokuwa kuliamini tu. Kwa hiyo sio wewe ambaye unasema nitafanya, ni neno la Mungu ndio litafanya. Maelekezo, una haja ya kufanya kitu kile ambacho neno lenyewe limesema litafanya kwako. Kwa hiyo naomba unielewe sana ya kwamba Biblia inasema neno hili ambalo nitalituma litafanya kusudi ambalo limekusudiwa. Neno kama ni la faraja, ukilipokea mstari unaohusu faraja, wewe ambaye una huzuni, ukiliachilia lenyewe, sio wewe utakuwa na mchango wote, linao uwezo wa kuigeuza ile huzuni yako na kuifanya kwa faraja. Amesema ni kama mvua, linaondoa ukavu wa amani na kuweka unyevu wa uwepo wa amani ya kutosha katika mazingira ambayo
hata kama angekuja msomi mwenye PhD ya amani, asingeweza kukusaidia. Isipokuwa ni hili neno la thamani, tunaliita neno la Mungu. Neno la Mungu. Niseme nini basi? Kitabu cha Wakolosai 1:28 anasema, au nisome kitabu cha kwanza cha Wakolosai 3:16. Anasema neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yake. Hakuna ushauri bora ambao umewahi kutolewa kwenye maandiko matakatifu kama huu, ya kwamba neno la Kristo likae kwa wingi ndani yako. Kwa sababu gani? Lenyewe likikaa linao uwezo wa kufanya mambo. Yaani linapokuwepo tu neno la Mungu ndani yako, kuna vitu kwenye maisha yako ambavyo vilikuwa vimeshindikana, vigumu, lenyewe bila mchango wako wewe lina uwezo wa kuvilainisha na kuviyeyusha na kuvifuta kabisa kabisa kwenye historia ya maisha yako. Hii ndio power, nguvu iliyomo ndani ya neno la Mungu, ambao ndio somo la leo. Kitabu cha Wathesalonike wa kwanza 2:13 anasema, kwa sababu hiyo sisi nasi twamshukuru Mungu bila kukoma, kwa kuwa mlipopata lile neno la ujumbe la Mungu mlilolisikia kwetu, mlilipokea si kama neno la wanadamu, bali kama neno la Mungu, na ndivyo lilivyo kweli kweli, litendalo kazi pia ndani yenu ninyi mnaoamini. Maandiko yako wazi yanaendelea kusisitiza ya kwamba hawa watu hawakulipokea neno kama la wanadamu. Maana yake nini? Nitasema kwenye sababu nyingine ya chini hapa, lakini naomba nikudokezee kidogo. Ukilipokea neno la Mungu kama la mwanadamu, kwako linakuwa ni impactless. Haliwezi kuleta matokeo kama utapokea hili neno likiwa kama la mwanadamu. Lakini lina uwezo wa kuleta mapinduzi makubwa, kwa sababu anasema litendalo kazi ndani yenu pia mnaoamini. Unapopokea neno la Mungu, hata kama ni kifungu kimoja, hata kama ni mstari mmoja, wenyewe unapoingia ndani yako unaenda kufanya ni kama vuguvugu la mapinduzi makubwa linalosukumwa na hako kamstari ambako umekaweka katika fahamu zako. Wakolosai 1:28 anasema, nami najitaabisha kwa neno hilo hilo, nikijitahidi kwa kadiri ya kutenda kazi kwake atendaye kazi ndani yangu kwa nguvu. Biblia inasema hapo mwanzo kulikuwako na neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa ni Mungu. Maana yake nini? Neno la Mungu ni Mungu mwenyewe. Ukilipokea likakaa ndani, si maandishi, si sentensi tena, inakuwa ni Mungu na nguvu zake zikifanya kazi ndani yako. Kwa utagundua huna haja ya kutoa msaada wowote kwa neno la Mungu ambalo limekaa ndani yako. Lenyewe linageuka kuwa msaada. Huna haja ya kuliongezea nguvu neno la Mungu uliolipokea. Lenyewe linageuka kuwa nguvu katika maisha yako. Jambo la tatu ni wakati gani neno la Mungu hutenda kazi kwa nguvu kubwa ndani ya mtu? Katika sehemu hii ya 3 tunataka tuangalie ni katika mazingira yapi, ni katika wakati upi ambapo neno la Mungu litafanya kazi kwa nguvu kubwa isiyo ya kawaida ndani ya mwanadamu. Ndani ya mwanadamu. Neno la Mungu litafanya kazi kubwa katika maisha yako. Litachenjua na kuchambua maisha yako na kufyonza visivyofaa na kuviteketeza na kuvichoma pale ambapo, wakati ambapo utaliruhusu lifanye kazi hiyo ndani yako. Kuna wakati Mungu anakutaka kila andiko ulioliamini na kulipokea, ufungue moyo wako, uruhusu hilo andiko
litekeleze kile ambacho limekisema ndani ya maisha yako, ndani ya moyo wako. Matokeo ya mtu ambaye ameruhusu neno la Mungu lifanye kazi kwenye maisha yake, ni matokeo yake, tunasema ni matendo makuu ya nguvu za Mungu yaliyoko ndani ya hilo neno ambalo umelipokea, na wewe mwenyewe linakufanya unakuwa ni mtu wa nguvu. Wafilipi 2:13 anasema, kwa maana ndiye Mungu atendaye kazi ndani yetu, kutaka kwenu na kutenda kwenu kwa kutimiza kusudi lake. Kila mwanadamu aliyeumbwa amewekwa kusudi. Unajua kuna mamilioni ya mbegu za kiume ambayo huwa yanatoka, lakini ni mbegu kamoja, kila mbegu ina sifa zake, ndio kameleta muunganiko na yai la mwanamke na kuumba kitu zygote, baadaye ikawa ni mtu mzima ukazaliwa. Hawezi kufanya hivi bahati mbaya. Kusudi la kuumbwa kwako lipo dhahiri, uliumbwa kwa kusudi. Sasa neno la Mungu ukiruhusu lifanye kazi ndani yako, maana yake umemruhusu Mungu mwenyewe afanye kazi. Sasa si wewe ambao utakao unafanya hii kazi. Wewe kazi yako ni kuliachia lenyewe lifanye kazi ndani yako. Katika kufanya nini? Anasema katika kutimiza kusudi. Ile kusudi tunamaanisha ile uniqueness, ule upekee wako ambao umeumbwa, na yale majukumu na zile assignments ambazo Mungu ameziweka ndani yako. Vitu hivi vitatokea na kutekelezeka ikiwa utaamini kwamba una nafasi ya kuliachia neno la Mungu, maandiko matakatifu hayo uliyopokea yakae ndani. Maana haya maandiko ndio Mungu mwenyewe. Ukisikia nguvu za Mungu, maana yake ni wakati ambapo hili uliloliamini ukaliruhusu likaingia ndani yako hilo neno, hata kama ni mstari mmoja, nguvu ya Mungu iliyo ndani ya huo mstari inapoachiliwa kwenye eneo ambalo ulihitaji lifanye kazi, sio wewe wala hauna mchango wowote, kwa lenyewe lina asili ya kuachilia nguvu na mabadiliko na kuleta matokeo makubwa yenye kugeuza chochote chenye kuleta maumivu kwenye maisha yako. Niseme nini basi? Kwa maana ndiye Mungu atendaye kazi ndani yetu, kutaka kwenu na kutenda kwenu katika kutimiliza kusudi lako. Unaweza ukajikuta wakati mwingine maisha yako yanaenda nje ya kusudi. Kuna wakati unaweza ukajikuta Mungu amekupanga upande juu, wewe unashuka chini. Kitakachoweza kugeuza direction, mwelekeo wa maisha yako ya kwenda chini na kukupoteza kabisa, ni neno la Mungu ambao umelipokea. Anasema litatenda. Ndiye Mungu atendaye kazi ndani yetu, kutaka kwetu. Kama ulikuwa unataka vitu vyenye kuletea maumivu, litageuza uanze kutaka vitu vyenye kuletea baraka, vitu vyenye kupeleka ni kusudi la kuwepo kwako katika dunia hii. Jambo la 4 la kujifunza, kuna tofauti kati ya neno la Mungu na neno la mtu. Na hapa ndo nataka unisikilize vizuri. Iko tofauti kubwa kati ya neno la Mungu na neno la mtu. Neno la mtu, hata uliamini vipi, mwanadamu yoyote kwa cheo chochote, kwa nafasi yote aliyepewa hapa duniani, hata aongeli kitu kikubwa kiasi gani, litahitaji mtu ndiye alitekeleze hilo neno ili liweze kufanya kile ambacho ule mtu amekisema. Bado unielewi? Yani ili neno la mtu litekelezeke, litokee au litimie, inabidi huyo mtu yeye mwenyewe au atumie mawakala wa kibinadamu wakafanye kile kitendo. Kwa mfano, mfalme akisema nataka kula, hilo neno alilolitoa nataka kula kwa lenyewe haliwezi kujigeuza
likawa ndo kula akashiba. Itabidi watu walete chakula ale, ili hilo neno lipate kutimia la mfalme kwamba amesema nataka kula. Lakini neno la Mungu leo tumejifunza hapa kwenye Isaya tuliposoma, anasema ndivyo litakavyokuwa neno langu. Anasema litakalotoka katika kinywa changu halitarudi bure, bali litatimiza mapenzi yangu, nalo litafanikiwa katika mambo niliyoyatuma. Si mtu kuhusika, lenyewe ndio lina uwezo wa kuleta chakula, lenyewe ndio lina uwezo wa kugeuza, lenyewe ndio lina uwezo wa kuponya, na lenyewe ndio linalofanya. Halihitaji mtu au agenti mwingine wa kulifanya litekelezeke. Hii ndio sifa pekee ya neno la Mungu ambao shetani anaiogopa sana, na imepelekea atunge nadharia na vitu vingi ambavyo vinataka kuliafifisha neno la Mungu na kulifanya lionekane kama la mwanadamu tu. La mwanadamu mpaka litekelezwe na mtu, la Mungu lenyewe linajitekeleza lenyewe na linafanya lilichokisema. Nadhani unanielewa. Sasa labda nikupe mfano wa pili. Kuliwahi kuibuka kikundi, kilikuwa maeneo fulani panaitwa Tabata Sanene, kikundi cha wanajiita Wasabato Masalia. Wasabato Masalia hawa waliwahi kuchukua Biblia zao kwa neno lao, wakasema ni passport, wanakwenda kuhubiri injili Iraki. Wakaanza kusafiri, wakapita maeneo ya Vingunguti, wakielekea airport JNA, Julius Nyerere International Airport, kwa ajili ya kwenda kuhubiri injili Iraki. Sasa ili uweze kwenda Iraki, uweze ukasema nataka kwenda Iraki, neno la mtu likasema nataka kwenda Iraki, ukatokea Iraki. Hapana. Ukitaka kwenda Iraki kwa airport pale ya kawaida, ukianza kujipanga foreni kwamba naenda Iraki, utakuta kuna askari atakuomba kitambulisho, atakuomba na ushahidi wa tiketi yako, kama ipo kwenye simu au iko live au ni hard copy au soft copy. Ataangalia jina la passport yako au kwenye passport yako na ile tiketi, utapita. Hata angalia Biblia. Ukivuka hapo utaenda utakaguliwa. Utaenda kwenye kuchukua ile tiketi yako ambayo itakuingiza kwenye ndege. Maana uliopewa ni ile tu ya kawaida ya kukuonesha kwamba una haki ya kupanda ile ndege. Ili upewe ile tiketi, lazima jina lako, yule dada au kaka anayekatia tiketi aangalie kwenye system yake, alikute na angalie na wewe unayo, unakatiwa tiketi. Utaingia ndani kama unaenda safari za ndani. Ndivyo ambavyo naona kwa siku ambako mimi nilifanikiwa kupita kwenye zile njia. Ukishaingia ndani, hatua ile ya mwisho, ya pili kutoka mwisho, wanasema mnapita mlango namba 5 au namba 3. Ukifika mlango namba 3, kuna mtu amesimama, anataka aone kitambulisho chako na kale kakopi kadogo kalisiti, analinganisha kwamba ndo yeye. Utaingia kwenye ndege, utamkuta Air Hostess amesimama mlangoni. Wakati mwingine atataka angalie katikati kako na namba ya siti. Kwa wale ambao hawajui siti zao, hawaelewi mambo ya ndege vizuri, atakwambia wewe ni namba 10, nyoosha nenda mbele, utakata kulia, kiti siti ya dirishani au ya pembeni. Sasa hawa jamaa hivi vyote hawakuwa navyo. Kwa neno lao wengi waliishia polisi, kwa neno lao hawakufika popote. Lakini neno la Mungu linaonyesha hicho wanachokitaka wangeweza kukifanya ikiwa lingekuwa neno la Mungu limewaambia. Ikiwa neno la Mungu limewaambia. Na hapa ndo nataka unielewe tofauti ya neno la Mungu. Hata kama huyo mtu anayesema neno la Mungu ni wa kikanisa, neno la mwanadamu, na neno la Mungu ni kwamba kitabu cha Matendo ya Mitume 8 nakupa tu mfano, maana nataka unielewe vizuri. Usiponielewa hapa unaweza ukanisumbua baadaye utakapotaka vitu ambavyo kimsingi Biblia haijasema itavitoa. Na hawa watu wengi waliishia kukata tamaa, wengine waliishia kupoteza mwelekeo wa maisha kwa sababu walitaka neno lao litendeke kama neno la Mungu, wakati neno la Mungu lenyewe linafanya tofauti. Neno la Mungu linasema
Katika kitabu cha Matendo ya Mitume 8 mstari wa 39 na 40 anasema hivi: kisha walipopanda kutoka majini, huyu alikuwa ni shemasi aitwa Filipo na Mwethiopia mmoja ambaye alikuwa anasoma kitabu cha Isaya lakini haelewi, Roho wa Mungu akamwambia, toka huko ulikokuwa Samaria, shuka mpaka Gaza, utakutana na mtu anasoma neno la Mungu. Akamwelezea lile neno la Mungu, ile mtu akakubali kubatizwa. Hapa sasa wametoka kubatizwa, nasemaje? Kisha walipopanda kutoka majini, Roho wa Bwana akamnyakua Filipo, yule toashi asimuone tena. Basi alikwenda zake akifurahi. Lakini Filipo akaonekana Azoto, na alipokuwa akipita kuhubiri Injili katika miji yote hata akafika Kaisaria. Unaona kitu hapa? Roho wa Bwana alipomtaka Filipo atoke kule Gaza baada ya kumbatiza yule bwana na akafurahi, alimchukua na akamfanya akatokea maeneo ya Azoto. Kama Mungu angewatuma wale watu, neno la Mungu lingemjia kama neno la Mungu lile kumjia Elia Mtishbi likamwambia, ondoka nenda mahali fulani. Lenyewe lina uwezo wa kukubeba na kukutoa Tabata Sanene na kukupeleka Iraki, Bagdadi au maeneo fulani popote huko ambako ni Iraki kuna hitaji ambalo Mungu anataka ukalifanya na kusudi hilo ameliweka ndani yako. Na hicho kitu kinakuwa bila msaada wa miguu yako kufika kule. Kama ndo njia ambayo Mungu ameichagua kwa wakati huu. Utagundua the word of the Lord is very powerful. Neno la Mungu lina nguvu kubwa kuliko neno la kawaida la mwanadamu. Niseme mambo machache kabla hujasema mambo yale matatu yetu ya mwisho. Kitabu cha Zaburi, kitabu cha Zaburi 107 mstari wa 20 anasema, hulituma neno lake, huwaponya, huwatoa katika maangamizo yao. Yaani Mungu ana uwezo wa kulituma neno kwenye ugonjwa wako. Hilo neno likakuponya. Sio dawa, sio ushauri na saa, sio aliyelitamka. Neno lenyewe lina uwezo wa kukutoa katika maangamizo unayopitia. Kuna wakati Mungu amelituma neno kwenye maisha yako, lakini kuna kipindi huwa haulipokei. Na kumbe ungelipokea, lilikuwa lina uwezo wa kukutoa kwenye hicho kinachoangamiza maisha yako, huo ugonjwa unaokutesa, bila kuwa na mchango wa kitu kingine chochote. Jambo la 5, neno la Mungu linao uwezo, naomba niseme sasa unielewe vizuri, linao uwezo wa kufanya jambo lisilo kuwepo likawepo, vitu visivyo kuwepo vikawepo, bila mchango na msaada wa kitu chochote, la baba yako, la mama yako, la kiongozi wako wa dini, neno la serikali. Haliwezi kufanya vitu visivyo kuwepo vikawepo. Itabidi watu wahusike kwenye kufanya hivyo vitu viwepo vikawepo. Itabidi rasilimali zitafutwe. Kama ni barabara mtaani kwenu halipo, kijijini kwenu halipo, utaona magari, viwanda, malori, utaona magreda, utaona excavator, utaona backhoes zinakuja nyumbani kwako, utaona rock breakers zinapasua mawe ili viweze kutokea vile vitu. Lakini kwa Mungu anaweza akasema kisichokuwepo kikawepo kwa neno. Zaburi 33 mstari wa 6 na wa 9. Kwa neno la Bwana mbingu zilifanyika, na jeshi lake lote kwa pumzi ya kinywa chake. Maana yeye alisema ikawa, na yeye aliamuru vikasimama. Hakutafuta rasilimali yoyote, hakutafuta mbolea ili miti ikue, hakutafuta chochote, bali alisema na vitu vikawa. Na hii ndio sifa ya neno la Mungu ambayo natakiwa ulielewe. Yaani kama unasoma Biblia na hukujua sifa hii ya pekee, anza kusoma Biblia upya, ukiamini chochote unachokisoma
neno la Mungu lenyewe lina uwezo wa kufanya vitu visivyokuwepo vikawepo. Waebrania 11:3. Kwa imani twafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu, hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri. Kwa unapoenda kwa neno la Mungu, tambua ya kwamba kwa imani lina uwezo wa kufanya vile vitu ambavyo kwenye maisha yako havipo vikawepo, visivyo dhahiri, visivyoonekana vikaanza kuonekana. Na huu ndio wetu ucha Mungu, na huu ndio wetu Kristo. Ndio maana mtu ataamka asubuhi na mapema, cha kwanza kabisa kukikimbilia ni neno, maana lina uwezo kufanya vitu katika siku hiyo ambavyo visingeweza kutokea vikatokea. Lina uwezo kuvuta vitu ambavyo vilikuwa havipo vikawepo. Na kazi yako utamshukuru Mungu, maana utajua sio kauli uliyoitoa, bali neno ulilolisoma asubuhi na kuliomba katika mambo yako likatokea kwenye maisha yako. Jambo la 6 na la mwisho. Jambo la 6 limegawanyika katika vipengele vitatu. Mambo matatu ambayo hilo neno la Mungu linaweza likakufanyia. Mambo matatu ambayo hilo neno la Mungu linaweza kufanya kwenye maisha yako. Jambo la kwanza, neno la Mungu hila hapa Biblia, maandiko matakatifu, na sio mengi, ni haya unayosoma Petro, Yakobo, ndio neno la Mungu. Linao uwezo wa kukuokoa kabisa. Unielewi? Neno la Mungu linao uwezo wa kukuokoa kabisa. Kitabu cha Yakobo 1:23. Kwa hiyo wekeni mbali uchafu wote na ubaya uzidio, na kupokea kwa upole neno lililopandwa ndani yenu, liwezalo kuziokoa roho zenu. Moja ya sifa kubwa ya neno la Mungu, lina uwezo wa kuiokoa roho yako. Ndio maana nasema msiwaogope hawa watu wanaoua mwili ambao hawawezi kuua roho. Watakapojaribu kuua roho, neno la Mungu peke yake ndio lina uwezo wa kukuokoa. Lakini haliokoi tu roho, linaokoa vitu vingine vyote kwenye maisha yako ambavyo vimetekwa na adui Ibilisi. Ni kama simba unguruma akitafuta kukufilisi kwenye kila eneo la maisha yako. Kufilisi furaha, kufilisi uchumi, kufilisi biashara, kufilisi familia, kufilisi watoto, kufilisi kila kitu. Ni neno la Mungu peke yake ndio linaloweza kukuokoa. Jambo la pili ambalo neno hili linaweza kukufanya, neno la Mungu linaweza kukifanya, ukiacha neno kuu ambalo tumelisema kule mwanzo, linaweza kukujenga na kujenga vilivyobomoka kwenye maisha yako. Kitabu cha Matendo ya Mitume 20:32 anasema, basi sasa nawaweka katika mikono ya Mungu, na kwa neno la neema yake ambalo laweza kuwajenga. Neno la Mungu hili unapofungua na kulisoma, ni kama unasoma, kama umefungulia malango mainjinia wa kiroho waingie kwenye maisha yako na kujenga vilivyobomoka, kuinua vilivyoanguka, kupiga misasa, kuinua matofali na kuweka vizuri, kuweka zile, wanaweka scaffolding za kupanda ili waanze kufanya brushing ya maisha yako, kufanya renovation ya maisha yako, kutoa vilivyoharibika na kujenga na kukufanya kuwa mtu wa maana. Hii ndio neno la Mungu. Kama kuna siri ulikuwa ulijui kwenye maisha yako kuhusu neno la Mungu, Biblia linao uwezo wa kujenga. Ndio maana Ayubu anasema ukimrejea Mungu utajengwa. Sasa kumrejea Mungu ni kurejea neno. Ukirejea neno utajengwa. Je, kuna vitu kwako unaona vimebomoka? Kuna mahusiano yamejaa nyufa yanabomoka? Ni neno la Mungu pekee lenye uwezo wa kukujenga. Jambo la mwisho ambalo neno la Mungu linaweza likakufanyia kwa mujibu wa scope ya somo la leo, neno la Mungu lina uwezo wa kukulinda na kukuhifadhi.
Mimi ninatunzwa na Mungu kupitia neno lake. Nitakapojiweka mbali na neno la Mungu, nimejiweka mbali na mtunzaji wangu. Ninapojiweka mbali na neno la Mungu, nimejiweka mbali na ulinzi wangu. Kwa utagundua rafiki namba 1 wa maisha yako anapaswa kuwa ni neno la Mungu. Kitabu cha Petro wa kwanza 1 mstari wa 5. Nanyi mnalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani. Nanyi mnalindwa kwa nguvu za Mungu kwa njia ya imani. Sasa unaweza ukasema, mbona anasema mnalindwa kwa nguvu za Mungu? Nguvu za Mungu ni nini? Imani ni nini? Anasema imani huja kwa kusikia. Na kusikia kupitia nini? Neno la Kristo. Kwa lugha nyingine, fungu hili ni sawa na kusema nanyi mnalindwa, nanyi mnahifadhiwa. Maana anasema you are being kept, mnahifadhiwa na neno la Mungu. Yuwaweza kuwalinda kwa nguvu za Mungu. Neno la Mungu ndio package iliyoficha nguvu za Mungu. Nikuite rafiki yangu, baada ya kuwa umeyasikia haya yote, sasa unaamua nini? Je, unasema nimekuwa nikiamini maneno ya wanadamu kwa muda mrefu sana. Tena wengine wananiambia mimi nitakufa maskini, wengine wananiambia mimi nimeshindikana, Mungu ameshaniacha, wengine wananiambia mimi maisha yako ni hivi hivi, wengine wananiambia maneno mengi, na mengine nimeyasikia, nimekuwa nikiona kama yana nguvu sana. Lakini leo nimejifunza ya kwamba neno pekee ambalo lina uwezo wa kufanya vitu vikawepo kwenye maisha yangu ni neno la Mungu. Na nimeamua kufanya urafiki wa karibu sana hili neno. Unasema nataka hili neno, hebu litimize kusudi ambalo limetumwa kwangu. Mungu alivyoniumba kwa namna ya ajabu sana, hebu hili neno hebu lifanye mambo ya ajabu kwenye maisha yangu. Libomoe na kujenga upya palipobomoka, liweze kurekebisha na kufumua mazalia maovu katika maisha yangu. Linisafishe, lininoe, liniburudishe, linijenge, lakini linitoe kwenye viwango vya kawaida. Liniweke katika viwango vya juu kabisa katika maeneo yote ambayo Mungu ameniweka. Lakini linirejeze miguu yangu katika kusudi ambalo Mungu ameliweka mbele yangu. Unasema nataka neno hili lifanye haya mambo yafuatayo. Ikiwa unasema hivi, ninaamini hiki chote ambacho umesema mtumishi, na unasema nataka hili neno la Mungu kuanzia leo nianze kulisoma kimkakati kwa kuzingatia haya ambayo umesema. Na nataka kuanzia sasa hivi, ninaposikia haya maneno, nianze kuona kujengwa, nianze kuona kuokolewa, nianze kuona kulindwa na kuhifadhiwa, nianze kuona lenyewe likifanya mambo makubwa kwenye maisha yangu. Ikiwa unasema hivyo, nikwambie kitu kimoja. Weka mkono wako katika kifua chako, tupate kuomba. Baba, asante kwa zawadi ya neno lako. Neno lenye nguvu kabisa kabisa, ibadilishayo maisha. Mimi na huyu mtoto wako, rafiki yangu, tumekubaliana ya kwamba sio kesho, sio baadaye, sasa hivi, ya kwamba hilo neno ambalo linajenga vitu bila msaada wa kitu chochote, lijenge vitu kwenye maisha yetu kwa jina la Yesu. Baba, mtoto wako huyu, kuna mahali pake fulani hivi pamefungwa. Kuna eneo lake ambalo linahitaji kuokolewa katika jina la Yesu. Nguvu ya neno liokoa, Bwana, liokoe nafsi yake sasa kwa jina la Yesu. Mungu wa mbinguni, kuna vitu vyake vingi ambavyo anataka kuona vikiokolewa na kuokolewa na kuokolewa kwa jina la Yesu. Baba Mungu wa mbinguni, nakusihi muokoe kwa nguvu iliyo ndani ya neno lako. Okoa mke wake, okoa watoto wake, okoa uchumi wake sasa hivi kwa jina la Yesu. Baba, muokoe kutoka katika huzuni kwa nguvu ya neno lako.
kwa nguvu ya neno lako katika jina la Yesu. Mwokoe na mateso ya majini na nguvu za giza kishirikina. Lakini Mungu, muhifadhi na kumlinda. Muhifadhi na kumlinda. Muhifadhi na kumlinda. Nguvu ya neno lako katika jina la Yesu ilipue kila vilivyoshikilia, minyororo iliyofunga chochote kwenye maisha yake sasa hivi katika jina la Yesu. Na Bwana, neno hili ambalo amelisikia na kuliamini ikawe ni mbegu ambayo itamea na kumea na kumea. Na neno hili ambalo amelisikia Bwana likageuze direction na mwelekeo wa maisha yake tangu sasa kwa jina la Yesu. Na unapokuja hivi karibuni kuchukua watoto wako, hata huyu ambaye amepokea hili neno, Bwana akachukuliwe kwa jina la Yesu. Amen. Mungu akubariki mpendwa.